Asante, nimekuelewa. EPZA. Nimekuelewa. Njoo hapo na wewe kwa usaidizi wangu andika jina na namba ya simu kwa ajili ya tukitaka kupata ufafanuzi zaidi. Mwanamke shupavu, umewasemea na wenzako. Asante sana ndugu. Mimi naitwa Bushiri Mchome, natokea eneo la Neema Masaki. Kero kubwa ni kero la kuhusu mgogoro wa ardhi kati ya wananchi na watu wanaoitwa EPZ. Hii ameshaisema mama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nizungumze jambo moja tu ingalau ninakuomba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tumetangulia muda mrefu, tunamiliki pale zaidi ya miaka 10. Watu hawa wamejitokeza juzi tarehe 3 ndio wanakuja kuweka nembo zao. Je, sisi wananchi tunaoishi pale pamoja na watoto wetu na mali zetu tuende wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunategemea wewe ndio mtetezi wetu, kwa sababu juzi tarehe 29 Oktoba tuliwasilisha malalamiko kabla. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alituambia kwamba tumsubiri Mheshimiwa Rais atakapo hapa ndani ya siku 100 tutapata majibu, na mpaka leo hii swala hili viongozi wa mkoa, mpaka mwenyekiti wa chama, mpaka mwenyekiti wa mkoa na wilaya kwa ujumla wanafahamu. Lakini sisi tukule tuishi bila amani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulinde kwa eneo lile, watu hawalali tangia tarehe 3. Zile nguzo kama ni kufika, singefika pale kabla hizo tarehe. Nani ambaye angenunua neno ambalo lina mgogoro mheshimiwa? Haya, nimekupata. Nakushukuru sana. Na wewe Haya, asante sana. Mtu wetu wa ardhi yuko wapi? Hebu tuambie mmechukua hatua gani kwenye haya mambo yanayosema. Mtu wetu wa ardhi yuko wapi? Tuambie moja kwa moja migogoro hii iliyotajwa hii. Ninyi kama ofisi mmechukua hatua gani? La pili nimepenyezewa, najua ndio mtakachosema kwamba wananchi wamefuata hayo maeneo. Wakati wanafuata nyewe mlikuwa wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kukiri kwamba migogoro yote iliyoripotiwa ni kweli. Mfano, migogoro mingi iliyoripotiwa hapo utakuta kwamba ni migogoro ya makundi ambayo naomba nisiseme kwamba ni wavamizi, lakini kimsingi ni kwamba, mfano, mgogoro wa shamba la Amboni ilikuwa ni shamba ambalo linamilikiwa na kampuni ya Amboni na baadaye wakalipeleka kwenye kampuni inaitwa Hotel. Baadaye kampuni hii imekuja kupima na kuna wananchi walikuwa wamo mle ndani. Mfano, kwenye mgogoro huu iliamuliwa kwamba kulikuwa na wananchi 1506 wapewe kiwanja kimoja ili na wao wawe accommodated. Kwa hiyo kimsingi, mfano, katika mgogoro huu sisi ardhi hatuna pingamizi. Iwapo itaamuliwa kwamba eneo hili lirudishwe kwa wananchi, tunaozwa kufanya hivyo, lakini ilikuwa ni shamba ambalo lina miliki na hati. Pili ni mgogoro wa EPZA. Mheshimiwa mtaalamu, tusaidie kwanza. Watu hawa sio sindano. Ndio. Wanafikaje watu 1300? Ndio ninyi mnaanza kuchukua hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo tukiri kwamba ni kweli tumefanya makosa. Naomba tukiri hilo kwamba wananchi waga wanavamia na tunakuwa tunasoma polepole, wanaongezeka kila siku. Naomba nikiri hilo ni kosa ambalo tumefanya. Lakini kuhusu madai ya fidia katika eneo la EPZA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo lilitwaliwa na EPZA na walichukua ekari kadhaa. Katika ekari hizo EPZA wakafanya uthamini, wakalipa almost nusu ya eneo hilo, na eneo lililobaki wakawa hawajalipa fidia. Lile ambalo wamelipa fidia, wananchi nao wakawa wengine wanawauzia, wakiwemo wenyeviti wa serikali za mtaa wakawa wanawauzia na wananchi wakajenga mle. Na swala hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelishughulikia tukiwa pamoja na Mkuu wa Mkoa na tumeita vikao kadhaa na EPZA, na hata juzi wakati wananchi wamelalamika kwamba tumeenda kuweka alama, ilikuwa ni kuweka alama ili kuonesha lile eneo, wakati tukiendelea kufanyia kazi jinsi gani ya kuaccommodate wananchi ili wasiweze kubomolewa. Kwa hiyo tayari uongozi wa mkoa chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tulishakaa na watu wa EPZA na sisi tukawaambia kwamba tutafute namna nzuri ya kuweza kuaccommodate wananchi. Aidha wapimiwe, walipe hata kama ni fedha kidogo ili EPZA watafute eneo jingine, lakini hili linahitaji maamuzi ya serikali kwa ujumla pamoja na EPZA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko tayari kupokea maelekezo kuhusiana na swala hili. Ninyi mko wangapi kwenye ofisi yenu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko
mimi ni kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Tanga. Kwenye ofisi yetu tuna halmashauri ambayo kila halmashauri kuna idara ya ardhi. Kwa hiyo kuna idara ya ardhi ya jiji, lakini mwisho wa siku kimkoa sisi ndio tunasimamia. Ninyi watu wazembe sana. Anajenga mtu wa kwanza. Anajenga mtu wa kwanza kwenye eneo lililofidiwa. Anajenga wa pili. Anajenga wa tatu. Anajenga wa nne. Mnawapelekea umeme, mnawapelekea shule, alafu mnapeleka alama za kuwaondoa. Hii akili ya wapi? Sasa niwaombe mambo matatu wa Tanzania wenzangu wa Tanga. Niwaombe mambo matatu. Moja, ukizisikiliza hizi hoja unaona ni watu wamekosea. Ukiangalia unaona ni maelezo ambayo hayaeleweki, hayawezi kueleweka. Unayaona makosa ya watu kulala ofisini.